Mimi niseme tunaomba, tumeleta Asnas Africa Hip Hop Awards kwa lengo la kurudisha heshima ya muziki wa hip hop, kwa lengo la kuhakikisha vijana wanapata ajira. Na fikiri katika muziki wetu wa hip hop kuna element moja inazungumzia, inaitwa entrepreneurship. Entrepreneurship maana yake ni uwekezaji au ujasiriamali au biashara. Moja kwa moja hapo tunazungumzia biashara, ambao ndo nguzo kubwa imekuwa ikibeba tasnia yetu miaka yote. Kwa hiyo tunaamini tuna kitu ambacho kinaweza tukakiofa, vijana wanaweza kupata ajira. Vijana wengi tu sasa hivi hawako, ukiangalia ukitaka kuona wasanii wa hip hop wapo wengi, itisha rap battles hapo utaona watakavojaa, itisha kitu chochote utaona watakavojaa. Lakini utajiuliza wale vijana kweli baada ya miaka 5 wanakuwa wapi? Unakuta hakuna sehemu ambao wanaenda. Na bahati mbaya tena system inaendelea kurecognize wale waliokuepo, hawa ndo kama wamefungiwa vioo. Kuna msanii labda alikuepo tangu sisi tunamsikiliza mwaka 2000, lakini mpaka sasa hivi tunaamini hicho kwamba ndo huyo treni, hajawahi kutokea mtu mwingine zaidi ya huyo. Tunaaminishwa tu kwamba ndo huyo, lakini ni vitu ambavyo si kweli. Angalia game ya Marekani, sawa, sio walikuwepo kina Jay-Z tunawasikiliza miaka hiyo, lakini sasa hivi nani aliyechukua tuzo nyingi nyinyi wana habari? Si Kendrick Lamar, si ndio? Ingekuwa mifumo ni hiyo kila miaka, ingekuwa basi hata Kendrick asingekuwepo, angekuwa anamwambia tu wewe hauna chochote, yuko Jay-Z, au hauna chochote, yuko Nasi. Inatakiwa system iendelee kufanya nini? Kuendelea kwenda mbele. Kwa hiyo Asnas Awards imekuja kutoa hiyo platform kwa wasanii wote, kwa lengo la kuangalia culture yetu ya muziki wa hip hop Tanzania, ambao hata ndio muziki umewainfluence watu wengi. Walianza kufanya hip hop, wakaona wameshindwa, wakaingia kwenye uimbaji. Asilimia nyingi sana, nadhani ukikaa na waimbaji wote atakwambia sisi tulianza kuchana. Kwa hiyo ninaamini muziki wa kuchana una energy kubwa sana. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza tunawaletea hiki kitu, tunaomba mkisapoti, tunaomba mkipe nguvu, tunaomba mkithamini. Kwa watu wa taasisi ambao wameligusia Max, mimi naomba niongezee kidogo. Tunahitaji watu wengi ambao ni sponsors kwa ajili ya kufanya jambo liwe kubwa. Na sisi kwa upande wetu tunajitahidi kufanya kitakachowezekana kufanyika, na tunaamini ambao watatupa nguvu zaidi na ubora zaidi wa tukio letu watakuwa ni wadhamini, watu ambao wanaweza kuingia na kushikamana na sisi. Sisi tunaweza tukalifanya tu likawa kwenye level yetu ambapo tunaweza kulifanya, lakini wao wanaweza kulifanya likawa kwenye level kubwa zaidi. Kwa tunaomba mataasisi yote ambao wanatutazama waweze kutusapoti, na tuna nia, tuna malengo na tuna dhamira ya dhati ya kuhakikisha tunafanya hili jambo linakuwa kubwa.